ndio tulipo. The believers today, waaminio leo, yet we are heir to all things. Ingawa anapaswa ingawa tuamiliki, ingawa tuna ahadi za mambo yote, kamiliki mambo yote tumeahidiwa. Amina. Tumeahidiwa baraka zote za uzao Ibrahimu. Bwana uko kuitikia kwenyewe unanipa wasiwasi. Bwana bali sikiza. Here to all things. Ni warithi wa mambo yote. Bwana bariki. Yet we are heir to every spiritual blessing. Tunapaswa kumiliki baraka za kiroho. Tuwarithi wa baraka zote za rohoni. And every blessing of physical blessing. Na baraka zote za kimwili. Kwa hiyo tuna mabawa mawili. Baraka zote za rohoni za kwetu. Baraka zote za mwilini za kwetu. Amina. Hatuendi kwa bawa moja, baraka za rohoni, baraka na za mwilini pia. Kweli. Amen. Sasa shetani anataka tuambie hivi. Nyinyi ndio ya rohoni. Haya mkuachie. Sikia nikwambie. Hii dunia ilipoumbwa, Bwana bariki. Amen. Mungu alipoumba, aliumba wakae watoto wake. Ndio. Amina. Bwana bariki. Amina. Akaumba yoyote madhahabu nini na nini kwa ajili ya watoto wake tu. Bas. Amina. Sasa shetani yote tunavyoviona vile yote ni kwa ajili ya watoto wake tu basi. Sasa shetani naye Mr. Kibogoyo akaja kaweka uzao wake pale. Sasa watoto wa shetani sasa ndio yanapona vitu vya watoto wa Mungu. Sawa, yenyewe ndio yanagawana. Ndio. Kwa hiyo unapaswa upigane. Kwa sababu mifumo yote ni ya kishetani. Mifumo yote sasa hivi iko chini ya kishetani. Kwa hiyo yani watoto wa Mungu yani wanabana kwenye kona. Yenyewe ndio wanabana huko. Unasikia ndio wanaishi sehemu gani ambayo ni mbaya za kuishi. Hapa si. Mbaya sasa. No, kibao. Wapi? Kibao. Yes, na nzuri ni wapi? Nzuri. Sawa si nene. Sasa unaona watu wa Mungu ndio wanapanga kwa kibaoni. Afenye ndio nakao. Ndio. Ingawa ni za kwetu. Mbona mnaitikia kizifu? Mimi najua mnelogwa hapa. Hapa naona mnelogwa. Kweli kabisa. Ndio, naona mnelogwa. Hamjaambiwa kweli? Mbona mnapoteza mwelekeo? Hizo zote ni za kwetu hapo. Hapo sinisikia. Amina, haleluya. Unaweza kuwangiwa mpaka ukajiona wewe ni wa kuishi maskini. Yaani wazo la kuwa na wewe na hela hamna. Mwalimu ndani mwambie na hela. Mwambie na hela. Mwambie ujanja wote wewe una hela. Nasi. Yaani hela wameachia Wayebusi. Wayebusi. Mwingine yani mikono yake ishaidiwa, yani hela kubwa aliyowahi kuwa nayo. Sawa? Ni 5,000. Gari wamebeki shua hiyo mikono inashikaga tu 500. 500 na 100 na nini. Lakini Mayebusi yenyewe yanahesabu 10,000. Mayebusi yani anachukua vya watoto wa Mungu. Yaani shetani hana vya kwake, anaiba vya watoto wa Mungu, anagawia watoto yake. Anaiba vya watoto wa Mungu, anagawia watoto yake. Shetani hana vya kwake. Ndio maana hata vikawa anaiba. Kila kitu anaiba. Yeye hana cha kwake. Wanatoa mfano hivi. Toa mfano hivi. Natoa mfano mara kwa mara. Naomba kidogo. Njoo kidogo rafiki. Okay. Na maana rafiki yangu huyo uko darasa ngapi?
la pili. Sasa rafiki yangu haka kadogo hivi tunakaona. Sawa? Sasa tuchukue kanatoka kwenye familia moja nzuri sana, wana uwezo nini na nini. Sasa asubuhi wanampa begi lake kubwa zuri na nini na nini. Alafu kwenye kile kibegi chake kile wanamwekea maandazi, na chipsi, na nini, na mayai mawili ya kukaanga, nyingine hivi na hivi, ale shule yake. Amen. Alafu na pocket money anapata kama 5,000. Kwa kanaenda kule kanalinga. Sasa akienda shuleni anakutana na watoto wa kibaoni. Ambayo hata kipolo cha kande hamna. Yeye kazi yao ni kupola vya watu. Wewe una nini? Pesa nini wewe? Una nini? Lete. Chukua mfuko wake. Anaanza kula maandazi. Nini tena? Hamna? Wewe. Kwa hiyo yeye amekula chips yote. Kula kila kitu kula. Na hela hamna. Kanarudi nyumbani kamekonda, mdomo umetoka. Mama anajiuliza, "Kwani unakondea nini mwanangu? Nimekupa maandazi, machipsi, nini? Kumbe kuna watu wa kibaoni." Mapolaji. Amen. Akikuwa kule ni kupola. Sasa hii kesi hatuende kwa mwalimu mkuu hawezi kutatua. Kabisa. Maana hii inafanyika huko nje. Sasa wewe kazi yako ni kwambia, "Mwanangu, ni watu wa kibaoni ndio wanakupola. Sasa nikufundishe kupigana." Unaanza kumfundisha kupigana. Sawa? Kupigana kabisa. Yaani kija piga mpaka unakimbia, unakula machips yako huko anakuona. Pigana mpaka wachai wanakuona sasa unakula. Ukienda kwa salamu, ukienda kwa Mungu, Mungu anakuambia nishakupa. Mwanangu nishakupa. Wewe kazi yako Mungu wewe nikumbuke. Kumbuka Mungu. Mungu akumbuke vipi? Kesha mtoa Yesu pale msalabani. Analiza Yesu. Wewe pigana. Sasa ni pigana tu. Usianze kusema Mungu wewe nikumbuke. Yeye keshakupa. Ila sasa haya majitu ya kibaoni. Ndio chukua baraka zako. Yanaiba nyota yako, yananyofua kabisa. Anampa mtu mwingine nyota. Kweli. Ndio. Sasa ulikuwa umenyang'anya nyota, labda ilikuwa nyota ya biashara ya ajabu. Yeye anakunyofolea tu. Afa naenda yeye inatumika kule. Wewe ulionyofolewa, wewe unakuwa kama boya tu. Huko tu. Hebu tazama jirani yako. Unamwona kama ana nyota wewe kweli? Ananyota kweli huyo? Yeye wakanifua nyota. Wewe wakaenda kufanyia mbaya. Kumbe ile nyota yako Mungu alipokuumba ile ndio ingekutoa yani. Si swala la kusoma. Kufanikiwa ni kabisa. Kufanikiwa sio kusoma. Amen. Utasikia tu jamani kwa form 4, yani nimemaliza form 4 na nimepata nani za masikio nini mkakana hivi. Sasa wewe kuna soma sana wewe. Sasa ukaenda chuo kikuu nini ukaenda huko. Lenyewe tulipomaliza form 4 kile hata cheti ya kupata. Kwanza kila siku nilikuwa namsaidia homework. Yaani homework anambia bwana yeye hizo hesabu wewe fanya basi. Anamfanyia alafu haya. Yaani namna hiyo. Lenyewe tulipomaliza wewe unaanza chuo kikuu sasa sana umeshakuwa chuo kikuu na kufundisha. Sawa? Ndio kama 3 hapo. Mwezi. Okay. Sasa siku moja unakuja sasa unapita hivi mtaani unaenda mahali hivi. Unakutana na ulienda sasa kwenye hapa hoteli gani nzuri hapa? Hoteli nzuri hapa. Hoteli Regency. Basi unaenda Regency pale nini? Unaenda pale ulikuwa na kikao sasa wewe msomi ulikuwa na wenzako pale. Unakuta na mkunde naye anatokea Regency. Kwanza unashangaa. This man. Naye anafika hoteli this man. Hapa unauliza,
mnaanza kusalimiana. Basi siku nyingi. Na sasa anakuja wewe msabe. Uko wapi siku hizi? Anambia mimi nafundisha chuo kikuu, anasema bwana ndio zako bwana. Alafu na unamsema, "Uko wapi?" Unamtazama hivi alivyo, unamtazama hivi mpaka mwenyewe unasikia alivyovaa. Wewe unajiangalia nawe na yeye wewe umepwaya. Unasikia mtoto yuko namna hiyo, ana furaha. Unajua mwenzio, basi unajua bana mimi masomo ndio hivyo tena. Unajua tena. Masomo ndio hivyo tena. Unajua Yeah. Ila sasa unajua anakuambia sasa, unajua sasa nilikuwa hapa. Yaani kama unashangaa, na unafikaga huko. Hapo nakwambia unajua nilikuwa hapa kwenye tenda hapo, nilikuwa na wadau fulani naangalia najaribu kuongea nao. Nataka nijadili nao ili niwe na. Unajua anakwambia unajua mimi na visima vya mafuta, yani na petrol station kama 25. Kama 25. Ndio. Amina. Wewe tu mafuta tu ya kwenye gari kwa wiki yanakushinda. Mwenyewe sasa visima petrol station 25. Hapa nakwambia nilikuwa na sasa nimekuja kuongea na wadau fulani, nataka niwe na meli yangu mwenyewe inaletaga mafuta kwa ajili yangu. Amina. Hapa nakwambia sasa rafiki yangu wewe sasa nilitamani tule wote dina, tule chakula cha mchana. Ila sasa mzee na haraka naenda na wapi huko. Ila chukua ile hela kale chakula cha mchana. Amekupa hiyo hela milioni 4. Cha chakula cha mchana. Wewe bado unazimia. Ni zaidi ya mshahara. Chakula cha mchana. Cha mkude ambaye hajamaliza form 4. Amen. Wakati umesuba hivi yani kama sasa yeye anaishia anaenda zake, ni kama namfuatilia ukaone gari analopanda gari lake. Gari la rais si rais. Sasa anaingia kwenye nale hiyo. Unaingia kwenye gari lako na kabajaji. Unasema jamani, maisha haya. Kumbe mwenza na nyota yake. Yeye alikuwa nyota yake ya biashara. Kwa alipokosa kutoka tu kusoma na ungemuuliza sasa, unajua baada ya pale mimi nilianza kuzauza mitumba. Sasa mtumba baadaye ukamtekeleza baadaye. Huyo ni mtu hana kifungo. Lakini sasa nilikuwa na kifungo hata wakuchangia mitumba utauza miaka 20 huko vile. Ndio. Ndio jirani mwambie kazi yako umefanya muda gani? Tutajua kuna madumani. Mimi napaswa tupambane wapendwa. Amen. Yaani uwe na hasira kabisa. Achia afya yangu, achia kazi yangu, achia. Na ukianza kuomba hivyo, ndio utasikia sasa wanatetemeka. Uko tayari tuanze kuomba? Amen. Ndio fili jana. Ni wewe kweli? Kuna wengine mpaka uso wao umeibiwa. Kabisa. Yaani unaibiwa uso kabisa. Unapachikwa ile uso la kikoba. Yaani ukiangalia hivyo unaona ni Mwai Kibaki. Hapo unasema mbona hawanioni? Hawakuoni ndio. Yaani umepachikwa ile dudu fulani. Wanatoa pepo mtu anasema hiyo wewe unaona ile uso yani wanatamba yani wanatamba sasa. Si unaona uso wake ni kama analia au anacheka. Analia anacheka. Hiyo tumenyofoa uso wake. Uso wake tumeupeleka unauza nini nasema unauza nini? Unauza mitandio ya Kiislamu ya kutoka Oman. Aniwapa Singida. Kuna nyuso zingine, sawa? Nyuso zingine, yani ni kwa ajili ya biashara. Yes. Akikuuzia duka lako, yani wateja wanakuja. Kweli. Lakini ukaweka mwenye uso umegume, wateja wote wanakimbia. Niko na unataka nini? Sema haraka, vibereti au mafuta? Wateja? Ndio. Lakini kuna uso fulani, huo uso sasa ndio wanakuwa kama air hostess ndio wanakuwa yani wakukaribisha.
Yaani mtu hata mimi naenda kununua duka lile bwana. Yaani kichio. Lakini uso mwingine usimweke dukani. Dada jirani, usiweke wa dukani. Sikiza kwa mimi. Hata makanisani kuna nyuso zingine mbaya. Anakuja mgeni unamtazama kwa ule uso hadi tena kanisani. Kweli. Ni kweli. Mungu abariki. Amen. Amen. Okay, basi tutaenda kuomba. Amen. Uko tayari kuomba? Amen. Kabisa. Na uombe kwa bidii. Yaani ifungue kabisa, ifungue. Amen. Amen. Mungu abariki, tusimame. Bwana bariki. Amen. Amen. Yes. Hebu hivi tuweke kando, tuweke kando. Bwana bariki. Piga mawe. Mungu abariki. Weka na bei yako vizuri, najua ina pesa. Hata kama ina pesa itakuwa na pesa baadaye. Amen. Bwana bariki. Lazima kieleweke. Amen. Bwana bariki. Haleluya. Bwana